Naam, hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri sasa hivi katika maeneo tofauti Tanzania, huku maandamano yakiingia siku ya 4 mfululizo. Maandamano ya Tanzania yameingia siku ya 4 mfululizo leo asubuhi, huku baadhi ya mikoa Tanzania wakikesha barabarani toka usiku wa jana kuraukia leo barabarani kwa mara nyingine. Asubuhi leo katika maeneo ya Chuga Tanzania, wananchi wenye ghadhabu wameonekana wakivunja na kuangusha mabango ya chuma yaliyobeba picha za mgombea urais wa CCM Samia Suluhu Hassan, huku kanda za video zikionyesha jinsi walivyokesha usiku wa jana na hata waliweza kuchoma gari moja la serikali usiku wa manane. Jeshi la usalama Tanzania limetoa onyo lingine siku ya 4 leo. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi na zingine zaidi ambazo zinaendelea asubuhi ya leo katika maeneo tofauti Tanzania. Maandamano ya Tanzania yameingia siku ya 4 mfululizo asubuhi ya leo, huku ripoti zikionyesha kuwa maandamano yanaenea katika mikoa mingi zaidi nchini kufuatia uchaguzi wa rais wa juma lililopita wenye utata. Mvutano bado uko juu, huku raia wakiendelea kukaidi amri ya kutotoka nje na onyo la polisi na kuchagua badala yake kukaa barabarani usiku kucha kwa hasira juu ya kile wanachoita uchaguzi ulioibiwa ama uchaguzi usio wa haki. Mashahidi wanasema mamia ya waandamanaji wameonekana kupiga kambi kando ya barabara kuu tangu jana usiku, wakiwasha mioto mikali na kuimba kauli mbiu za kupinga serikali, kudai haki na uwajibikaji katika uchaguzi wa Tanzania. Katika maeneo kadhaa ya nchi ikiwemo Chuga kaskazini mwa Tanzania, wananchi wenye hasira wameonekana asubuhi ya leo wakibomoa na kuangusha mabango ya chuma yenye picha za Rais Samia Suluhu Hassan, mgombea urais wa chama tawala cha CCM. Uharibifu wa picha hizi unafasiriwa kama taarifa ya kijasiri ya kukataa uongozi wake hadharani kufuatia matokeo ya uchaguzi yenye utata. Kanda za video za mashuhuda zinazosambaa mtandaoni licha kukatika kwa mtandao unaoendelea zinaonyesha umati wa watu wakishusha fremu ama picha za chuma, huku wakiimba dhidi ya kile wanachoeleza kuwa miaka ya ukandamizaji kutoka kwa serikali ya CCM. Wakati maandamano ya uchaguzi nchini Tanzania yakiendelea kwa siku ya 4, kanda mpya pia ya video zinaonyesha jinsi waandamanaji walivyokesha usiku kucha wakifunga barabara na kuchoma matairi. Gari moja la serikali liliripotiwa kuchomwa usiku muda mfupi kabla ya saa 6 usiku baada ya kuachwa bila mtu karibu na afisi ya serikali. Katika video hizo ambazo ziliweza kuonyeshwa kwenye mitandao ya kijamii na mashuhuda kabla ya kuondolewa, gari hili linaonekana kuteketea kwa moto, huku vijana wakishangilia na kuimba nyimbo za maandamano kudai mabadiliko na haki kwa waliouawa katika machafuko ya baada ya uchaguzi. Asubuhi ya leo vikosi vya usalama vya Tanzania vilionekana kutoa onyo lingine kali la 4 ndani ya siku nyingi, likiwataka raia kutokwenda barabarani na kutishia hatua madhubuti kwa wale wote ambao watathubutu kufanya machafuko. Hata hivyo pia dhidi ya wale wanaoshiriki kwa kile ambacho mamlaka inakieleza kama mikusanyiko isiyo halali na ya uhalifu. Lakini pamoja na maonyo hayo, umati wa watu umekataa kutawanyika, ukisema maandamano yataendelea hadi serikali kubali kukiukwa kwa taratibu katika uchaguzi wa rais wa Tanzania. Ukaidi huo unaakisi mfadhaiko mkubwa miongoni mwa wananchi wanaokituhumu chama tawala cha CCM kwa kutumia vitisho na ghilba ili kupata ushindi katika uchaguzi huu ambao ulifanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu 2025. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na chama cha upinzani cha Chadema na kuandikwa na mitandao mikubwa ya kimataifa kama vile Al Jazeera na BBC Swahili News, zaidi ya watu 100 wamethibitishwa kufariki dunia wakati wa maandamano hayo yanayoendelea, huku wapinzani wakidai idadi halisi inaweza kuwa kubwa zaidi na hata kufikia idadi ya watu 700 kulingana na madai ya Chadema. Katika taarifa yao mapema wiki hii, viongozi wa Chadema kupitia John Kitoka walidai kuwa takriban watu 700 wameweza kuuawa au kufariki nchi nzima katika muda wa saa 72 au siku 3 tu baada ya Watanzania kuweza kupiga kura. Wanasema takwimu hizo zinaonyesha kiwango cha ukatili na nguvu nyingi zinazotumiwa na vyombo vya usalama kuzima sauti zinazopingana. Chaguzi za Tanzania zimekuwa na ukosoaji mkubwa ndani na nje ya nchi, huku mashirika kadhaa ya haki za binadamu yakionya kwamba nchi inaingia kwenye ubabe. Umoja wa Mataifa umeeleza kusikitishwa kwake na hali hiyo
na kuzitaka mamlaka za Tanzania kusitisha mara moja matumizi ya risasi za moto na hatari dhidi ya waandamanaji wanaofanya maandamano ya amani. Katika taarifa yake, Umoja wa Mataifa ulisema kuwa ghasia dhidi ya raia zinaweza kuzidisha mzozo huo na kuliingiza taifa katika machafuko makubwa ikiwa haitashughulikiwa kwa haraka. Upinzani unashikilia kuwa maandamano haya sio tu kuhusu matokeo ya uchaguzi, lakini kuhusu miaka ya ukandamizaji wa kisiasa, matatizo ya kiuchumi na ahadi zilizovunjwa. Watanzania wengi wanaona kuwa uchaguzi wa mwaka 2025 ulipangwa kimbele na mapema, ikizingatiwa kwamba viongozi wakuu wa upinzani walizuiwa kugombea au kufungwa kabla ya kura hiyo, huku maandamano hayo yakikuwa yamekuwa kielelezo cha nchi nzima cha hasira dhidi ya mfumo ambao wengi wanaamini kuwa hauwakilishi tena matakwa ya wananchi. Matukio kutoka Dar es Salaam na Mwanza yanaonyesha kuwa maandamano hayo hayapotezi nguvu licha jitihada za serikali kuyakandamiza. Waandamanaji wameendelea kukaa kwenye makutano makubwa wakipeperusha mabango yenye maandishi wanataka uhuru wa Tanzania na hakuna uongo tena. Wengine wamegeukia majukwaa ya mitandao ya kijamii yanayofikiwa kupitia VPN ili kushiriki hadithi zao na kuandika ghasia za polisi, hata kama nchi inasalia chini ya kizuizi cha kidijitali au interneti kufuatia chaguzi zinazozozaniwa na fujo ambalo linaendelea Tanzania kwa siku ya nne. Hata hivyo, vikosi vya usalama nchini Tanzania vimejibu machafuko hayo ya maandamano kwa kutumia mabomu ya kutoa machozi, marungu na katika visa vingine kufyatua risasi hewani. Kulingana na mashahidi, hospitali za jijini Dar es Salaam zimeripotiwa kuzidiwa zikiwatibu watu wengi waliojeruhiwa kwa risasi na majeraha mengine katika maandamano hayo. Waangalizi wa haki za binadamu wamelaani kile wanachokiita jibu lisilolingana na la kikatili kwa raia wanaotumia haki yao ya kukusanyika kwa amani baada ya uchaguzi, wakionya kuwa ukandamizaji huo unaweza kuwa uhalifu chini ya sheria za kimataifa. Rais Samia Suluhu Hassan bado hajalihutubia taifa moja kwa moja tangu maandamano hayo ya uchaguzi yalipozuka. Ingawa viongozi wa serikali mara kwa mara wamekanusha taarifa za mauaji ya watu wengi kuwa zimetiwa chumvi na zimechochewa kisiasa, wanasisitiza kuwa uchaguzi wa Tanzania ulikuwa halali na kwamba machafuko hayo yanachochewa na vyama vya upinzani vinavyotaka kuyumbisha serikali. Bado ukimya wa urais umezidisha hasira za wananchi na kuzusha minong'ono kuhusu migawanyiko ndani ya chama tawala cha CCM. Wakati huo huo, walioshuhudia tukio hilo kutoka eneo la Chuga wanasema hali ya chini chini ni ya kukaidi na kukata tamaa, huku mabango ya Samia Suluhu yakiangushwa. Waandamanaji huko walilala mitaani wakiimba na kucheza karibu na moto, huku askari wa doria wakitazama kwa mbali na kujaribu kuleta amani. Mapema leo asubuhi, makundi hayo yameanza kuonekana barabarani, pia yameshuhudiwa yakivunja mabango ya chuma yanayoonyesha picha za kampeni za mgombea wa urais Samia Suluhu Hassan na kuyaburuza katikati ya barabara, yakiwa yameachwa kwenye marundo kama ishara kukataliwa kuelekea uchaguzi ama kuelekea matokeo ya uchaguzi. Wachambuzi wanasema uharibifu wa taswira kama hizo ni ishara kubwa katika hali ya kisiasa ya Tanzania. Kwa miongo kadhaa, chama tawala cha CCM kimedumisha uwepo wa nguvu wa kuonekana kote nchini, huku mabango yakipamba karibu kila mji na kijiji. Kubomolewa kwa alama hizi wakati wa maandamano leo kunaonyesha nia ya umma inayokuwa ya kupinga mamlaka ya serikali na simulizi za umoja ambayo serikali imeendeleza kwa muda mrefu tangu uchaguzi. Nijuze maoni yako upande wa comment section, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa ama habari zetu mpya.